hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda kwamba pamoja na kukamata lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwaachia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao. Lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkondo wake. Hao wengi kwa tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kama tunawashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki, ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada hapo, baada ya kujadiliana kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Kama swali la mwisho kwamba zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wameuawa, lakini pia kuna jeshi la polisi, baadhi ya wanajeshi la askari wako pia wameuawa. Labda tupate ukweli ukoje kwenye haya. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni moja wapo watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Na ninyi si watu wana ndugu, hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Ndio ile tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awadhi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja. Ndio ilisababisha kuhakikisha kwamba mkoa umeenda kwa weledi mkubwa sana. Inaonekana kama inaonyesha ni sini ajali kwa sababu walikuwa na miburuzo ya kama scratch. Haijulikani kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali. Bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. Ni kweli walikuta kule, lakini kwa sababu walikuwa na miburuzo ni dalili kama ni tukio la ajali. Lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea, tunamkaribisha. Tulihakikisha kwamba wakati wa uchaguzi tunadumisha amani, utulivu na usalama kwa kipindi chote, na hali hiyo tumeianza kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na hata wakati wa kuapishwa amiri jeshi mkuu mkoa wa Kilimanjaro ulihakikisha kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinasimamia hayo mambo matatu ya amani, utulivu na usalama, ambalo kimsingi ni jukumu letu sisi sote. Labda nianze kabla ya uchaguzi, sababu nimesema tulikuwa tunasimamia masuala ya amani, utulivu na usalama kabla, wakati. Sasa kabla kulikuwepo na watu walikuwa wanajihusisha kwenye mitandao ya kijamii kuhamasisha maandamano. Tunao wachache ambao tunawashikilia kutokana na ushahidi tulionao kujihusisha na kuhamasisha. Na hili litusaidia sana kupunguza kasi. Wakati wa uchaguzi tarehe 29, vijana wachache eneo la Cape Town pale Mbuyuni walijitokeza kwa maana ya kuchoma tairi barabarani. Lakini jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tulidhibiti. Na tunao vijana ambao tunawashikilia tukiwa na ushahidi wa jinsi walivyokuwa wanajihusisha na uchomaji wa matairi barabarani. Tulikamata kweli vijana wengi ambao sio chini ya karibu 300, lakini baada ya kuchuja tukaona wengine walikuwa wanaenda tu kwa ajili ya kufurahia kuangalia pale. Waliachiwa wote na wako majumbani. Wachache ambao tuna ushahidi wa kutosha tutawapeleka mahakamani kwa kosa la kuharibu mali na wengine kujihusisha na matukio kwa mujibu wa sheria ya mtandao kwa maana cyber crime.